Pendwa mtazamaji wangu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Na kukaribisha sana katika kipindi hiki ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi mno. Napokea mrejesho kwa namna ajabu ya kipekee. Wanaookoka, wanaoponywa, Mungu awabariki. Wewe ambaye unanitazama kupitia channel hii, lakini wewe unayenitazama kupitia mitandao ya kijamii, ninakukaribisha sana. Na kwa wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza, unaweza ukaona utambulisho wangu hapo chini kwenye mkanda, mahali ambapo kituo changu cha kazi kilipo. Lakini pia nimekutembelea, nimefika sebuleni kwako. Sasa wewe unatazama kwa njia ya television, lakini wewe unatazama kwa njia ya mitandao kijamii, Mungu akubariki. Endelea kufuatilia, na vipindi vilivyopita nina somo ninaloendelea kufundisha linalohusu mkakati wa shetani juu ya uzao. Tuliangalia mkakati wa kwanza wa shetani juu ya uzao ni vifo vya kabla ya wakati, lakini pia tukaona ni kuzuia vijana wasiingie kwenye ndoa. Lakini pia tukaangalia mkakati wa pili, basi nao vijana hata wakiingia kwenye ndoa, lakini hizo ndoa zisiwe na furaha. Tukaangalia vyanzo vinavyozaa ndoa ambazo hazina furaha. Sasa siku ya leo ninalo somo au sehemu ya tatu inayohusu sio tu kwamba umeingia kwenye ndoa, lakini pia shetani haishi hapo, anaendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba haupati watoto. Kwa hiyo leo nakwenda kuzungumza kwa habari ya mkakati wa shetani kuzuia wanandoa wasipate watoto, yani wasipate uzao kama matunda ya ndoa zao, lakini kama zawadi. Maana watoto ni kama zawadi. Haleluya! Maana unapopata watoto unapata wajibu wa kufanya juu ya uzao huo. Mungu anakuwa amekupa, amekuamini, amekupa kama amana. Kwa hiyo sasa mkakati wa shetani kwa wanandoa ni kuhakikisha hawapati watoto. Haleluya! Sasa nipe masikio, nipe muda nikuhudumie. Ndugu yangu, kuna mambo makubwa utajifunza. Aidha utamsaidia mtu mwingine, ndugu yako popote pale, aweze kutafuta sasa suluhisho kama yuko kwenye tatizo hili ambalo unakwenda kuzungumzia siku ya leo. Haleluya! Ukimshinda shetani kwamba umeingia kwenye ndoa, inaweza kuwa ni ndoa ina furaha kabisa, lakini haishi hapo, ataendelea kufuatilia. Sasa ngoja nisome kitabu cha Mwanzo sura ile ya 30 mstari wa 22 mpaka 24. Mwanzo sura ya 30 mstari wa 22 mpaka 24. Biblia imesema hivi: Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu, akisema, Bwana na aniongeze mwana mwingine. Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akasikia, akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu, akisema, Bwana niongeze mwana mwingine. Haleluya! Tunaona huyu ni Raheli ambaye ni mke wa Yakobo. Maandiko yanasema Bwana alikuwa amemfunga tumbo walipooana tu na Yakobo. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kapita miaka. Kwa bila shaka unaona msiba aliyokuwa nao Raheli. Maana Raheli aliolewa na mume mmoja pamoja na dada yake Lea. Maandiko yanaweka wazi ya kwamba huyu dada yake wametoka tumbo moja, ni baba mmoja na mama mmoja. Alikuwa akimchokoza, anamsema maneno mengi sana. Watu wote tunafahamu mtu mama anapokuwa amechelewa kupata watoto, yaani nakuta jinsi ambavyo anapata karaha, anashambuliwa kule alikoolewa, lakini pia anaanza kuwaza jamii na muonaje. Ndio maana Raheli alipopata mtoto akasema, Mungu
amenifungua tumbo, nimepata mwana. Anasema ameondoa aibu yangu. Kwa lugha rahisi ni kwamba kuto kupata watoto ni aibu, lakini sio mbele za Mungu, ni mbele za wanadamu. Sasa hiyo aibu inatoka wapi? Hiyo ni aibu ya kimtazamo wa yule ambaye hajapata watoto. Kwa anapotembea, yani yeye anaona watu wengine anamuona ni mtu wa namna gani, pengine huyo mtu analana, ana mikosi gani, vipi yeye hajapata watoto, yuko kwenye ndoa muda mrefu. Kwa wakati mwingine nakuta sasa hawezi kuwa na furaha timilifu. Lakini pia zile kejeli za ukweli alikoolewa, wakati mwingine watu wanashindwa kujua kwamba pengine unaweza shangaa siku za leo sio swala la mwanamke tu, unaweza kushangaa shida iko kwa mwanamume, lakini lawama zote zitaenda kwa mwanamke. Kama ambavyo tunaona kwa mfano mama akizaa watoto wa jinsia moja, unakuta mwanaume anaanza kumlaumu bila kujua kwamba anayesababisha aina ya mtoto azaliwe mchango mkubwa sana ni mwanaume, lakini analaumiwa mwanamke. Umeona? Sasa tunachokiona hapo ni nini? Raheli alipofunguliwa tumbo na Bwana akasema, sasa Mungu ameiondoa aibu yangu. Na shetani naye huwa anasoma maandiko. Kwa hiyo akishasoma maandiko kama haya, anajua okay, ngoja nizuie hii ndoa, wameoana, ndoa takatifu, lakini nizuie kuhakikisha kwamba hawapati watoto, ili andiko liweze kutimia. Watu hawa iwe ni aibu kwao. Ndiyo ajenda na mkakati wa shetani. Haleluya. Kwa sasa tunakwenda kuona kwa undani zaidi jinsi ambavyo shetani anahakikisha mtu anakuwa na aibu hiyo. Kwa hiyo wewe unayenitazama, inawezekana unapitia kipindi hicho. Umekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu sana, kwa miaka mingi sana, hujapata watoto. Na kweli karaha na kejeli na changamoto tunazozipitia, wewe sio wa kwanza. Raheli alipitia kipindi hicho, tena kwa dada yake akawa na msema vibaya, unajaza choo, mimi sasa unaona na watoto tu wengi, hamna kitu wewe, maneno mengi. Lakini Mungu akaja akamkumbuka Raheli, kama ambavyo Mungu atakukumbuka na wewe kupitia somo hili. Mwisho wa somo hili nitaomba kwa imani na wewe umwamini Mungu pamoja nami. Nimekuwa naomba juu ya wanawake waliokuwa wamefungwa vifungo wasipate watoto, na Mungu amewafungua. Haleluya, haleluya. Hebu tuangalie mfano mwingine. Injili ya Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza na ule mstari wa 24 na 25. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile, alivyoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Umeona? Huyu nani nani? Huyu ni Elizabeti ambaye aliolewa na mwanaume anaitwa Zakaria. Anasema hata baada ya siku zile mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele za watu. Umeona? Zakaria na mke wake Elizabeti nao walichelewa kupata uzao. Sasa Mungu akakumbuka, maana Mungu hachelewi wala hawai, ana wakati wake kwa ajili ya utukufu wake. Anapokuwa amechelewa, hesabu ni jibu la Mungu kwako, kwa sababu anaandaa kitu bora zaidi ambacho atakayenufaika mkubwa ni Mungu mwenyewe, kwa sababu atapata utukufu. Umeona? Sasa Elizabeti anamshangilia Bwana ndani ya moyo wake. Anasema, Mungu ameniangalia, amenifungua, sasa nimepata mwana. Anasema ameniondolea aibu mbele ya watu. Kumbuka nimesema kuchelewa kupata mtoto, kuchelewa kupata uzao ni aibu
mbele za watu, lakini sio mbele za Mungu, mbele za watu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba na Elizabeth alipitia changamoto nyingi sana ambazo wanawake wengi wanazipitia wanapochelewa kupata watoto, kwa sababu hakuna jambo jipya duniani. Wewe unapitia haya, wapo walioyapitia ni wengi mazito kuliko unayoyapitia pengine. Wewe mnaelewana na mume wako, mnaongea lugha moja, mnamwamini Mungu siku moja atafanya, lakini kuna watu ambao kwa kuchelewa kwake nakuta hata yeye na mume wake hawaelewani. Yaani wanaishi maisha ya shida mno, hakuna mahusiano mazuri kwa sababu ya kuchelewa kupata mtoto. Sasa hebu tuangalie sababu sasa za kuchelewa kupata watoto. Hebu tuziangalie sababu za kuchelewa kupata watoto, maana kila tatizo lina sababu yake. Dunia imejaa matatizo, na hayo matatizo yanatafuta suluhisho. Kuna matatizo mengine suluhu ni Mungu mwenyewe moja kwa moja, lakini kuna matatizo mengine suluhu ni Mungu kupitia kwa watu, na kuna matatizo mengine suluhisho lake yale ya kijamii ni Mungu anatumia akili na ufahamu ambao Mungu alitupa sisi wanadamu. Haleluya, haleluya, kutatua suluhisho. Sasa kuchelewa kupata watoto, zipo sababu. Sasa nataka nifundishe baadhi ya sababu zinazosababisha kuchelewa kwa watoto, kupata watoto. Sio zote ni shetani. Haleluya, haleluya. Sababu ya kwanza ni endapo mtoto atakayezaliwa amebeba kusudi maalum la kimungu kwa ajili ya kizazi. Narudia, endapo mtoto atakayezaliwa amebeba kusudi maalum la kimungu, huyo mama pamoja na mume wake lazima watachelewa kupata watoto. Angalia kwenye Biblia, watu wote waliochelewa kupata watoto walizaa watoto wa namna gani? Kuna watu ambao hawazaliwagi kila siku. Kuna watu ambao mtu akizaliwa, ile neema aliyo nayo ni sawasawa na watu 100 wa kawaida. Yaani kuna mtu ambaye neema aliyo nayo ni kutajirisha wengi. Yaani kuishi kwake yeye, kuna watu wengi watakaopata msaada kupitia yeye. Kitu chochote cha thamani huwa lazima kiwe na gharama. Waliochelewa kupata watoto kwenye Biblia walikuja kuzaa watoto ambao sio wa kawaida, ni watoto wa agano. Kwa inawezekana wewe umeomba sana na umeombewa sana, lakini sio kwamba Mungu hajasikia. Lakini inawezekana mtoto ambaye atakuja kuzaliwa atakuwa Yusufu. Mnajuaje? Ambaye atasababisha watu ahifadhi maisha ya watu wakati wa taabu. Atakayeacha alama atakutambulisha na wewe kama mzazi, utaona fahari. Kwa hiyo machozi ulionayo sasa unalipia gharama ya heshima utakayoipata baadaye. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa hii ni mojawapo ya sababu ya kuchelewa kupata watoto, kwa sababu nimesema kitu chochote cha gharama, kitu cha thamani lazima kiwe na gharama kubwa. Lazima ulipe gharama, lazima. Gharama haikwepeki. Lakini pia Mungu anaweza akachelewa kwa ajili ya utukufu wake, akachelewa kwa ajili ya utukufu wake. Yaani maana yake kile kitendo cha wewe kupata uzao, kumbe utakapofunguliwa watu wengi sana watamtukuza Mungu. Watu wengi mno watajua Mungu yu hai. Wakati mwingine kabla heshima lazima aibu itangulie kwanza. Kabla heshima lazima aibu itangulie. Na hakuna ushindi
Hakuna utukufu ambao hautanguliwi na historia ya kushindwa. Lazima ulipe gharama. Hata kwa mafanikio ya kawaida tu, mafanikio ya kawaida, lazima kuwepo na watu mashahidi wa kushuhudia aibu yako, washuhudie umeshindwa kwa kiwango gani, ili watu utakapokumefika pale juu, wenye akili hawataangalia ulivyo navyo vinavyoonekana. Watakuuliza ulitokea wapi, ulipitia vikwazo vya namna gani mpaka umefika hapa. Wewe unapoona mtu aliyefanikiwa, usishughulike kuangalia vile alivyo navyo vinavyoonekana. Ni matokeo ya gharama aliyoilipa, aidha kwa shetani, aidha kwa Mungu. Haleluya. Lazima sasa watu watataka kujua umetokea wapi. Kwa hiyo kuna mtu anachelewa kupata uzao kwa sababu Mungu anataka atakapofanya atwae utukufu mwenyewe. Tunakumbuka katika kwenye Biblia, Yesu alichelewa kwenda kumfufua Lazaro aliyekuwa anampenda sana. Unajua, baada ya kumfufua Lazaro, watu wengi sana walimwamini Yesu. Yesu akasema, yote haya nimechelewa kuja kumfufua ili kazi yako Bwana iweze kutukuka. Watu wa mji huu, watu wa eneo hili waweze kujua wewe ndiye uliyenituma. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine unachelewa kupata uzao, Mungu ana ajenda ya kupata utukufu. Wawepo mashahidi wengi sana wa kukucheka, wa kukudharau, wa kusema chochote, ili Mungu atakapofanya wapige saruti, waseme kwa kweli Yesu wake ana nguvu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hii ni sababu moja wapo. Lakini sababu nyingine ni sababu za kisayansi. Sababu za kisayansi. Mfano, kuna wanawake walipokuwa mabinti, mlitoa mimba nyingi sana. Kuna wanawake ambao wakati ikiwa ni mabinti, ulikuwa mcharuko. Kila kijana alipita mbele yako alikuwa ni wakwako. Ulikuwa kama tambara la deki, kila mtu anakanyaga. Sasa bahati mbaya sana ulitoa mimba nyingi. Kwa hiyo kuna wanawake hawapati watoto leo kwa sababu walitoa mimba nyingi, wakasababisha uharibifu katika kizazi. Kwa hapo sio shetani. Maana yake ni kwamba ila wewe sasa ulikuwa unatumikishwa na shetani, na shetani alikuwa anaangalia mbele. Umeona? Sasa tunaona hizo ni sababu za kisayansi, kwamba tayari ule mfumo wa uzazi unaathirika. Lakini ni kwa sababu ya wewe ulikuwa unatumikishwa na shetani bila kujua kwamba mbele utakuja kulipia gharama ya madhara ya kutokupata watoto. Kwa hiyo wewe ambaye unanitazama ni binti, kama ni mwasharati, acha kuanzia sasa. Mpe Yesu maisha yako. Unaweza ukaja kupata madhara ya kutokupata uzao. Umekuwa unapata mimba unatoa, unapata mimba unatoa. Hao wote ni watoto unaua watoto hao. Utadaiwa, maana unafanya dhambi mbili kwa wakati mmoja. Moja, dhambi ya zina, lakini pia dhambi ya kuua. Kwa hiyo hiyo ni sababu mojawapo, sababu ya kisayansi. Lakini pia sababu nyingine ni shetani kupitia mawakala wake. Shetani anatenda kazi hapa duniani kupitia mawakala wake, watumishi wake. Kwa sababu shetani ni mkuu wa serikali ya ufalme wa giza. Yeye ili aweze kutenda kazi hapa duniani, kwa sababu yeye ni roho, lazima aingie ndani ya binadamu, amtumie kufanikisha ajenda zake za kuchinja, kuharibu na kuangamiza. Ana watumishi wake, ndio hawa wachawi, waganga na kadhalika, wanaotoa kafara. Ni vyombo vya shetani. Kwa hiyo sasa kuna watu ambao hamjapata watoto, sio sababu ya kisayansi, wala sio Mungu anataka utukufu, wala sio mtoto kayezaliwa amebeba agano maalum la kimungu. Ni shetani amekamata, amefunga kupitia madhabahu za kichawi. Amefunga. Sasa utakwenda kuangalia tu dalili, utajuaje kwamba hapa ni shetani amefunga, amekamata? Umeona? Kitabu kile cha Isaya 49
na ule mstari wa 20 mpaka 21. Isaya 49 mstari wa 20 mpaka 21. Biblia inasema hivi, watoto ulionyanganywa watasema masikioni mwako, mahali hapa ni pembamba, hapa ni toshi. Nipe nafasi nipate kukaa. Ndipo utakaposema moyoni mwako, ni nani aliyenizalia watoto hawa? Na mimi nimefiwa na watoto wangu. Nami niko peke yangu, nimehamishwa, ninatangatanga huko na huko. Tena ni nani aliyewalea hawa? Tazama, niliachwa peke yangu. Hawa je, walikuwa wapi? Aya. Huyo ni mwanamke aliyekuwa na utungu moyoni mwake wa kuchelewa kupata watoto. Biblia imesema watoto ulionyanganywa watasema masikioni mwako. Ulionyanganywa, umenyanganywa na nani? Umenyanganywa na wachawi, umenyanganywa na waganga, umenyanganywa na watumishi wa kishetani wa kuzimu. Wamekunyanganya watoto. Sasa Mungu anasema hivi, baada ya kusikia mahubiri haya, mafundisho haya, Biblia imesema utasikia masikioni mwako hao watoto wakisema, mama, mahali hapa ulipopanda ni padogo, hapa ni toshi. Si kwa sababu umeshakata tamaa. Mbona umeshakata tamaa? Unasema sasa tunawekeza miradi ya nini? Hatuna watoto. Umeona? Tunajenga nyumba nyingi za nini? Umeona? Una kipato kizuri, una kazi nzuri, una biashara nzuri, lakini sasa mnaona hakuna sababu ya kuwekeza wakati hakuna mtu atakayeviendeleza, hakuna mlishi. Mmekata tamaa. Kwa mwisho mmetengeneza mahali ni padogo. Hamjajua kwamba Mungu anawawazia mema. Anasema watoto wako ulionyanganywa watarudi. Watafika wanakuuliza, sasa mama, baba, mbona mahali ambapo mmetuandalia hapa tutoshi, ni pembamba, tupe nafasi tukae. Haleluya, tupe nafasi tukae. Mbona nao utasema moyoni mwako, ni nani aliyenizalia watoto hawa? Yaani utashangaa, nani aliyenizalia watoto hawa? Na mimi nimefiwa na watoto. Yaani umeshajua kwamba basi mimi kama ni wa kuzaa, basi mimi siwezi kuzaa. Kwanza umri umekwisha enda, umeshakata tamaa kabisa. Nasema nami nimefiwa. Halafu nasema ninatangatanga huko na huko. Yaani wapo mnaotangatanga, mnaenda kwa waganga, mnaenda kwa wachawi, mnaenda kwa madhabahu za giza, unapewa mafuta, unapewa vitu gani, lakini tatizo liko pale pale, hakuna chochote. Mbona yupo mama mmoja na babu na mume wake walichelewa kupata watoto, lakini wale watu walikuwa wanafanya kazi nzuri serikalini kwenye mkoa mmoja. Inawezekani wewe au ni ndugu yako. Sasa mnajua kilichotokea, wakawa wameenda kwa mtu anaitwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, kumbe mtumishi wa Mungu ni mganga wa kienyeji wa kisasa tu, anayevaa suti. Unaona? Sasa akampa vya kumpa kama ambavyo umepewa wewe. Sasa baada ya muda akapata mimba yule mama. Wale watu akasema hivi, mme na mke, takapopata mtoto tutakwenda kutoa sadaka ya gari. Kweli mwisho wa siku akapata mtoto, wakapeleka zawadi ya gari kwa yule ambaye anaitwa mtumishi wa Mungu. Umeona? Sasa walipopeleka gari kama shukrani, sasa wakaajiri msichana wa kazi wa kumtunza yule mtoto wakati wao ukiwa kazi. Sasa siku ya kwanza ameenda yule mtoto akaanza kuwa na kunywa maziwa. Sasa siku ya pili, siku fulani ikofika, yule mtoto amekwisha kukoroga, yule msichana wa kazi ameshakoroga maziwa kabisa, ameweka hapo kwenye meza na mtoto amelala kwenye kochi.
Sasa akakuta yale maziwa hayapo kwenye kikombe. Yule mtoto kajiuliza, bila binti wa kazi, mbona niko peke yangu na mtoto, maziwa haya amenywa na nani? Yule mtoto akakoroga maziwa mengine. Kama kesho yake akakoroga maziwa tena. Alipokoroga maziwa, yule mtoto aliyezaliwa, na kupa ushuhuda, ni ushuhuda wa kweli. Maana tumesoma hapa, anasema nami nimetangatanga huko na huko. Mbona? Kwa hiyo mtu anapokuwa amechelewa kupata, anatangatanga huko na huko. Akisikia kuna mganga huko anakwenda, akisikia kuna mtu anafanya hivyo anakwenda. Mbona? Sasa kumbe akajikuta ameangukia mikononi mwa wanyang'anyi. Gari imeshaenda. Yule binti akaona yule mtoto amegeuka kuwa joka. Akaanza kuwa anamkuta anakunywa ile maziwa kwenye kikombe. Yule mtoto nyumba ni ya geta, akatoka na kimbia, anaenda nyumba jirani. Aliporudi, mbona yule mtoto amesharudi kwenye kochi, ameshakaa hali ya kawaida. Wakampigia simu mama mwenye mtoto, bwana, mtoto amegeuka kuwa nyoka. Yule mama akasema, wewe mtoto una adabu kabisa. Mimi huyo mtoto nimemzaa, nimeombewa mpaka nimezaa mtoto, anasema mtoto wangu ni nyoka. Akarudi akamkuta, mbona mtoto wangu ni mzima. Mama jirani akamwambia, mama jirani yangu, msikilize huyu binti, jaribu kesho na wewe, fanya upelelezi, kesho njoo. Yule mama kaja mida kama saa 5 hivi. Unajua kilichotokea? Akavizia yule binti, akamkorogea uji yule mtoto, ameweka pale. Akashangaa, anachungulia kwenye dirisha, yule mtoto anageuka kuwa joka mbele yake. Yule mama katauruki pale pale, amenyenyua simu, anampigia yule sina bisi, nani yule, njoo tukue nyoka wako. Yule mtu akazima simu, akajua biashara imeshabumburuka hapo, mambo yameshabuma. Vijana wanasema kuanzia hapo huzuni imerudi pale pale. Huyu mama anasema, nami nishajua nimefiwa, ninatangatanga huko na huko, tena ni nani aliyewalea hawa? Tazama, niliachwa peke yangu, hawa je, walikuwa wapi? Nasema madhabahu za giza zinaweza zikanyang'anya watoto wako. Unaenda kwa mganga, kumbe unaenda kupeleka uhalisia wako, anakamata kila kitu kwenye maisha yako, ndio anazidi kufunga. Shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Na watoto wote wanaopatikana kutoka kwa waganga kienyeji, wao sio wa Mungu, sio wa Mungu. Uhalali wa kitu huwa tunaangalia chanzo chake. Hatuwezi kuhalalisha mtoto aliyezaliwa kwa wewe mzazi umeenda kwa waganga wa kienyeji, umetoa sadaka kwa waganga, kuku na kadhalika, umepata mtoto alafu useme ni wa Mungu huyo. Kwa uzoefu wangu nimeona watoto wote ambao watu waliozaliwa kutoka kwa waganga wa kienyeji, maisha yao ni majanga, barabara, wana alama za shetani. Unakuja kuta mwisho wa maisha yake anakufa vifo vya ajabu sana, kwa sababu ni wa shetani. Chanzo, mtoto wako ulimpata wapi? Ni Mungu au ni shetani kupitia mawakala wake? Haleluya, haleluya. Hiyo ndio Injili. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutangatanga. Wende wapi ukapewe hivi? Jina la Yesu linajitosheleza. Halihitaji kusaidiwa na chochote. Halihitaji kusaidiwa na matango ya upako wala chupi za upako. Linajitosheleza. Linapotajwa mbele za kila vifungo vya nguvu za kichawi wamefunga, lazima hizo nguvu za majini za kufunga zitatii kwa jina la Yesu, na utafunguka, utapata watoto. Mimi ni shahidi. Haleluya, haleluya. Watu waliofungwa kwa nguvu za giza, madhabahu za giza, madhabahu za kiroho zimekamata haki za watu wengi sana. Moja wapo ni haki ya watoto. Nimetangatanga huko na huko. Hakuna sababu ya kutangatanga. Walikuwa wapi? Walikuwa wako kwenye magereza, wamefichwa. Walikuwa wamefichwa kwenye magereza. Ile Isaya 42:22. Watu hawa ni watu wamefichwa, wako kwenye mashimo,
Kwa hiyo kuna watoto wanalia, wako kwenye mashimo, wako kwenye magereza, wako huko wamefungwa. Haleluya, haleluya. Sasa na wewe utakapofunguliwa utasema, walikuwa wapi hawa? Hawa walikuwa wapi? Bwana atakufanyia kicheko. Haleluya, haleluya. Mungu amenituma kwako kwamba una sababu ya ulipofika mwisho hapa, bado lingali tumaini. Yesu Kristo anakusudi na wewe kukuondolea hiyo aibu ambayo shetani amekuvalisha kupitia mawakala wake. Haleluya, haleluya. Sababu nyingine, tuangalia wachawi wanavyonyang'anya watoto. Tasema, mchungaji, hivi wachawi sasa wanaweza kanyang'anya watoto kwa namna gani? Wakamnyang'anya mtu watoto kwa namna gani? Sikiliza, njia moja wapo ambayo inatumika wachawi kunyang'anya watoto. Kwa mfano, kama nguo yako ilipotea katika mazingira kutatanisha, wewe mwanamke, na wakati mwingine huwa mara nyingi mnapokuwa pengine ile wakati mmemaliza kuoana tu, unashangaa inawezekani nguo yako ya ndani ilipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Maana yake wanakwenda kunuiza kupitia hiyo nguo, wanakwenda kuimbilizia, na wewe ilipopotea baadaye hiyo nguo ikaonekana tena kwenye mazingira ya kutatanisha na ukavaa. Wameshanuiza, wameshafunga. Kwa hiyo wanaiba, kwa sababu lazima kuwe na kitu kinachokuhusu, kinawakilisha nafsi yako. Wanatumia kunuiza, wanafunga, wanatoa na sadaka, wamemaliza kila kitu. Nasema watoto wako ulionyanganywa. Haleluya. Hiyo ni njia moja wapo anayotumia. Au unashangaa, kuna mtu niwahi kumwombea binti mmoja, aliwahi kutamkiwa na shangazi yake, akamwambia, ngoja tutaona kama utapata watoto. Kwa hiyo wakati namfanyia maombi, akaibuka yule shangazi yake, akasema, ndio nilifungia uzao wake kwenye mgomba. Mbona hakuna kupata watoto? Mbona yaani ugomvi wa yeye yule shangazi na baba mtoto, hasa yule shangazi akaenda kwenye madhabahu za kichawi. Sasa akaanza kulipiza kisasi kwa watoto wa kaka yake. Amefunga. Wewe kutamkiwa maneno kwamba ngoja tutaona, ni binti umeolewa, na kweli wanaona hakuna kinachoendelea. Lakini pia namna nyingine ambavyo wananyang'anya watoto, ukiota ndoto uko unazini na mwanaume usiyemjua. Unaota ndoto wewe mama, au baada ya kuolewa tu uliota ndoto unazini na mwanaume usiyemjua. Na wakati mwingine wanaweza kumtumia sura ya picha mume wako. Mbona kama uliwahi kuota ndoto hiyo baada ya kuolewa, ni vigumu sana kupata uzao. Kwa sababu gani? Kuna ndoa nyingine iliyochukua nafasi ya kiroho isiyoonekana. Na hawa watu wengi sana wanateswa, hawapati watoto kwa sababu ya tatizo hili. Wengi sana. Kama wewe ni mtu wa namna hiyo, acha kupoteza hela yako kwenda kwa waganga, unaenda kuongeza kushindiliwa maroho. Wewe tafuta Yesu. Tafuta Yesu kisawasawa. Yaani Yesu kwa gharama yoyote utafunguliwa. Utafunguliwa, utapona. Yaani maana yake ni kwamba kuanzia hapo baada ya kuota ile ndoto, angalia tu hata mahusiano kati ya wewe na mume wako hajakaa sawa sawa. Kwa sababu majini mahaba yana wivu. Huwa yana wivu. Yaani wanaume wawili hawezi wakakaa nyumba moja kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo haya yatapambana kuhakikisha kwamba huyo mwanaume wa kibinadamu anakimbia nyumba, anakutelekeza na kuacha. Ndio maana uko nyumbani sasa umeachwa na mume wako
kwa sababu haujapata watoto. Lakini ukiangalia kiini chake, ilianzia kwenye ndoto. Kumbe ameingia mwanaume wa kiroho asiyeonekana, amefunga uzao, funga kabisa na baada ya hapo hata siku zako huzioni, hedhi yako ikavurugika, yaani ule mfumo wako wa damu ukavurugika. Nafundisha haya kwa sababu ni mambo ambayo napambana nayo kwenye huduma. Watu wanateseka, ndoa zinateseka, hazina amani kwa sababu ya nguvu hizi za kichawi. Madhabahu hizi za giza zimenyang'anya watoto, zimefunga mifumo ya uzazi ya wanaume wengi na wanawake wengi. Haleluya, haleluya. Wengi sana. Siku chache zimepita kama mwezi uliopita hivi, napo nitazama, alitokea mama mmoja kutoka katika mkoa wa Iringa. Yule mama baada ya kunitazama kwenye kipindi kama unavyonitazama wewe, ndani akasikia moyoni mwake kwamba nenda kwa vyovyote ukakutane huyu mtumishi wa Mungu. Yule mama toka amepata mtoto mmoja tu, toka mwaka 2019 hajawahi kuona siku zake za hedhi. Anateseka. Naye zilianza hizo akaota ndoto yuko anazini na mwanaume asiyemjua. Mfumo wa hedhi ukafunga toka mwaka 2019. Akasafiri mpaka nilipo. Alipokuja tukalitia jina la Bwana, mimi pamoja na kikosi changu cha maombi na maombezi. Haleluya. Yule mama akafunguliwa. Kesho yake tu ule mfumo wa hedhi ukarejea. Mungu akafungua. Mpaka sasa anarudi. Alikuja analia, alikuja naomboleza, akarudi anapiga vigeregere vya neema, vigeregere vya ushindi. Yesu ameshinda. Haleluya, haleluya. Ndilo jina tulilopewa wanadamu, jina la Yesu litupasalo kuokolewa kwalo. Linapotajwa jina la Yesu, majini mahaba yana saluti, yanafyata mkia, yanachomoka, yanakuachia. Jina la Yesu ndilo jina ambalo tumepewa wanadamu, litupasalo kuokolewa kwalo. Hatujapewa chochote, hatujapewa miungu mingine. Tuitie hiyo, ni jina la Yesu peke yake. Unapoamua kwenda kwa Yesu kwa dhati ya moyo wako, sio kwenda kujaribu. Haleluya, sio kwenda kujaribu. Na wakati mwingine unaota unanyonyesha. Kama unaota unanyonyesha na wala hauna mimba na wala hauna watoto, na wakati mwingine unahisi ni mjamzito. Kuna mama mmoja nilimwombea. Yule mama alikuwa akienda hospitalini, mimba haionekani. Akirudi nyumbani, mimba inaonekana, ni mjamzito kabisa. Akienda hospitalini hawaioni. Baada ya kumfanya maombezi, kumbe ni jini inaficha ile mimba. Ile nguvu ya kuzimu ikachoma, kikafyatu, kikamwachia. Yule mama sasa ana watoto, amezaa. Haleluya, haleluya. Wewe wakati mwingine unaota unanyonyesha. Maana yake ni kwamba wewe umezaa na jini. Na jini huwa hazai na jini mwenzake. Jini huwa anazaa na binadamu. Hiyo ndio kwa taarifa yako. Kwa unapoota unanyonyesha, maana yake umezaa na huyo jini. Ni habari mbaya sana. Haleluya, haleluya. Lakini pia mpaka sasa majini mahaba yanakujia usiku. Wapo watu ambao unakuta jini mahaba anakujia usiku. Anakuja usiku. Anakujia usiku. Hata ukijaribu kufanyaje. Mama mmoja alinipigia simu wa Dar es Salaam. Analia na omboleza, asema mchungaji, naomba nisaidie. Mimi anakuja huyo jini. Namuona kabisa kwa macho. Kila nikijaribu kukataa siwezi.
ananivua nguo, ananiingilia huku, namuona kwa macho. Yule mama ananipigia simu, analia. Mbona analia? Kwa hiyo jini anamjia. Nilikuwa nasikia mama mmoja ananisudia kutoka Dodoma. Yule mama alizaa watoto 6. Wale watoto 6 wote walishakufa. Ananiambia kilichokuwa kinasababisha wale watoto wafe, alikuwa nakuja jini, ambaye hilo jini alikuwa nakuja amevaa umbo kama la Mmasai. Huyo jini sasa, yule mama anapojaribu kupingana naye, yule jini anasubiri yule mama kizaa na mume wake wa halali, anamnyonga yule mtoto, anamnyonga. Kwa yule mama akafiwa na watoto 6 walionyongwa na jini aliyekuwa nataka amuoe huyu mama, lakini yule mama anapingana naye, anakataa. Kila kijaribu kumkamata kwa nguvu, anakataa. Hasira yule jini naenda kunyonga watoto wake. Sasa yule mama ana mtoto mmoja, na yule mtoto amekuwa na majanga, alifungwa asiolewe. Kilichosababisha akamzana yule mtoto ni baada ya kuamua kumkimbilia Yesu, kufanywa maombezi, ndio akamzaa huyo mtoto. Sasa mbona, ili uweze kujua mahali pa kukimbilia msaada, utapoteza pesa zako nyingi sana, kwa sababu shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Ufalme ukifitinika wenyewe hauwezi kusimama. Haleluya. Sasa kama huyo mama alikimbilia kwa Yesu, amefiwa na watoto 6, amebaki na mtoto mmoja binti, wengine wote 6 wakafa kwa sababu ya jini mahaba aliyekuwa nataka amuoe. Kisasi chake kinahamia kwa watoto. Ndio maana umekuwa pata mimba zinaharibika. Kila ukibeba mimba zinaharibika. Kila ukibeba mimba zinaharibika. Kuna jini ambaye amefunga, hayuko tayari kuona unazaa watoto na huyo mume wako, anataka uzae naye wewe, huyo jini. Ndio maana ukipata mimba anaua. Ukipata mimba anaua. Na kuna wengine majini haya yanasubiri mtoto azaliwe. Kwa umezika watoto wengi sana, wanakufa wakiwa bado wadogo. Ni habari mbaya ya ajabu sana. Watoto wanakufa. Watoto wanakufa. Kuna mtu mmoja mahali fulani, yeye akizaa watoto, anazaa watoto walemavu tu. Watoto walemavu, yani anazaa watoto akina majuto. Ni kweli amezaa watoto, lakini wote akina majuto. Wote akina majuto. Ni majanga. Hii ni mkakati wa shetani juu ya uzao. Ni mkakati wa shetani kukamata uzao. Funga kabisa. Anakuvalisha vazi la aibu. Farisa, umekata tamaa, umefika njia panda. Na hata ninavyoongea sasa, umetoka kwa mganga wa kienyeji. Umetumia madawa, lakini shida iko pale pale. Shida iko pale pale. Na wakati mwingine umepewa vya kupewa. Umepewa vya kupewa. Unatumia. Lakini hakuna kinachoendelea. Umefungwa. Umenyanganywa. Na baada ya kunyanganywa, hao watoto wako wamefichwa mahali. Shetani amewekea na walinzi kwamba hakikisheni huyu asipate watoto. Asipate watoto. Umeona? Umekuna zaa, watoto wanakufa, mimba zinaharibika. Sasa mimi nimeletwa kwako kama mjumbe wa Bwana na kama mtumishi wa Mungu, ambaye nina uhakika na ninachofundisha, kwa sababu nimemwona Yesu akifungua watu, akiponya watu kwa namna ya ajabu sana. Sasa
Kitu cha kwanza kabisa, wewe ambaye hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, Zaburi 103 mstari wa 3 nasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote. Yaani muujiza wa kwanza kuliko miujiza yote ni wewe kupatana na Yesu, ni kusamehewa dhambi. Mona, Yesu akufurahie kwanza. Hayo ulio nayo ni cha mtoto sana. Atakufungua, atakuweka huru. Atakufungua, atakuweka huru. Wewe uko tayari sasa uje kwa Yesu, mpe Yesu maisha yako, akusamehe, akuponya, akufungue kabisa. Halafu na kisha takwenda kuomba kwa ajili yako. Mungu hana umbali. Kwa hiyo sasa wewe uliye tayari kumpa Yesu maisha yako, nataka sasa niombe kwa ajili yako. Lakini baada ya kuomba sasa nitakupa maelekezo na kwenda kuliachilia jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu linapita majina yote ya kila tatizo. Bahati njema sana, matatizo yote duniani huwa yanapewa majina. Yote, kama ni magonjwa yanapewa majina. Ili sasa, ili jina linalosema linapita majina yote linapotajwa, limeze hayo majina yote ambayo yamebeba roho ya kufisha. Haleluya. Sasa nataka niombe kwa ajili yako. Wewe ambaye ni mama, ni baba, hamna uzao, lakini hamjaokoka bado, hamjampa Yesu maisha yenu. Cha kwanza kabisa, Yesu aingie ndani ya nyumba yenu. Halafu mimi nakwenda kuomba. Sema, Bwana Yesu, nimekubali neno lako. Umesema nami nasalenda kwako. Naomba unikubali. Naomba unipokee. Maisha yangu yote, roho yangu, nafsi yangu, najisalimisha kwako. Naomba Yesu unisafishe, unitakase kwa damu yako. Katika jina la Yesu nimeokoka sasa. Yesu nisaidie, uniongoze. Mnipe mchungaji atkanifundisha kwa maarifa na ufahamu. Kwa jina la Yesu. Amina. Sasa wewe mama ambaye hujapata watoto, na inawezekana meenda kupima, tatizo liko kwa wewe baba. Wewe ndo una shida. Ni shida kwako, lakini sio kwa Mungu. Sasa kama wewe ni baba, shika kwenye kiuno chako. Kama wewe ni mama, shika hapo kwenye tumbo la uzazi chini, kwenye tumbo la uzazi la chini hapo. Halafu funike macho yako na kwenda kuiachilia jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaliachilia jina lipitalo majina yote juu ya huyo baba ambaye mfumo wa uzazi haufanyi kazi kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Na ufungua sasa uzao wa viuno vyake uwe hai kwa jina la Yesu Mwokozi. Kila roho ya kufisha iliyokamata, na ikamata kwa jina la Yesu, na ing'oa, na itupa nje ya mipaka yake. Na kamata wewe jini uliyekamata uzao wa mwanamke huyo. Wewe jini uliyekamata uzao wa mwanamke huyo. Jini mahaba, jini mahaba, jini dume umekamata, umemmiliki kama mke wako, umemfanya kuwa kama mke wako, kwa sababu ilikwisha kumvalisha na shera, ni mke wako. Kwa jina la Yesu, ndoa naipiga, naibatilisha hiyo ndoa, naivunja hiyo ndoa. Ewe jini mahaba, sikia. Kwa jina la Yesu na kuapisha na kuamuru sasa, navunja nguvu zako, navunja uhalali wako wa kumiliki mwanamke huyo kwa jina la Yesu, na kusambaratisha. Piga kelele hapo ulipo sasa, piga kelele kwa moto mkali. Piga kelele kwa jina la Yesu. Ninapiga madhabahu yako. Umeweka kwenye tumbo la kizazi, umeweka kwenye kizazi, umeweka kwenye kizazi. Hapo ndipo ulipokaa. Umekamata kwenye mfumo wa damu, umekamata, umefunga mayai, umekamata kizazi, umekamata, umefunga mirija uzazi, umekamata nyonga za kushoto na kulia, via vya uzazi, umekaato hapo kwa jina la Yesu. Napiga kwa moto mkali na kulipu kwa jina la Yesu. Ninavunja madhabahu yako, na haribu kila aina utendaji wako wa siri kwa jina la Yesu. Mwachia sasa,
umwachie sasa na kuamuru, wewe jini, nafungulia sasa, nafungulia uzao kwa mwanamke huyo sasa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kama ni mfumo wa uzazi wa hedhi ulikuwa umesimama, ufunguke sasa. Nafungua mfumo wa damu uweze kuzunguka ili warahisi kupata ujauzito kwa jina la Yesu. Nafungua kilichokuwa kimefungwa na madhabahu za kichawi, kilichokuwa kimefungwa na madhabahu za kichawi. Hata kama mayai yalikwisha kuisha, alitoa mimba nyingi, lakini jina lako Yesu linapita majina yote. Wewe ni daktari uwezaye kuweka hata kizazi kilichoharibika. Kwa jina la Yesu ninaachilia neema ya kupata uzao kwa mwanamke huyo. Naivua hiyo aibu, naiondoa hiyo aibu, naiondoa hiyo aibu. Vazi la aibu aliyovalishwa, vazi la aibu aliyovalishwa, naivua sasa, navua vazi la aibu. Pokea kufunguliwa, uwe hai, uzae watoto wa kiume na wa kike, wawe watumishi wa Mungu kama mimi, kwa jina la Yesu Mwokozi. Amina. Sasa tafuta madhabahu sahihi ambayo huyo mtumishi wa Mungu atakusaidia na kuomba zaidi. Lakini pia unaweza kutamani kufika mahali nilipo. Mbona wakati wa yule babu wa Loliondo wa Kikombe mlisafiri kutoka sehemu mbalimbali? Kokoto kishajua kabisa, sikia ndani ya moyo wako na kukaribisha. Ninaamini Mungu atakwenda kutenda kitu cha ajabu sana. Kama huko uliko utakosa kibali kwenda popote, tafuta msaada, ila usiende kwa waganga wa kienyeji. Huko unakwenda kuibiwa. Usiende popote. Mungu yuko kazini, na neno hili amelileta kwako, amenituma kwa sababu ameyaona mateso yako. Ameona kama aliona aibu juu ya Raheli, aliona aibu juu ya Elizabeti, wewe ni nani? Na wewe Yesu anakwenda kukukumbuka na kuiondolea aibu hiyo na kuvika vazi la heshima. Waliokucheka na kudharau watasujudu, watasema hakika tumemwona Mungu wake yu hai. Unaweza ukaona namba ya simu hapo, unaweza ukanitafuta. Wewe ambaye uko nje ya nchi, hata kwa njia ya WhatsApp unaweza ukawasiliana na Mungu akubariki. Twende kipindi kingine kitakachofuata, tutakwenda kuzungumza kitu kingine cha muhimu sana kitakacholeta matunda na mabadiliko kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu, amen.